Africans ukiwa ugenini. Karibu sana wewe. Asalamu alaykum. Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kuelekea kwenye mechi yetu ya kesho dhidi ya Yanga. Maandalizi ya timu yetu yameenda vizuri. Nafikiri awali tulikuwa na focus ya mechi iliyokuwa kwenye ratiba tarehe 29. Kisha imeingia ratiba hii hapa ya tarehe 27, lakini tunapaswa kuwa tayari kwa sababu tuko kwenye ligi. Kwa hiyo tumehamisha mawazo kutoka kwenye tarehe 29 kuja kwenye tarehe 27 mechi ya kesho, huku ikiwa ni mechi kubwa. So jukumu letu kubwa kama walimu, benchi la ufundi, ni kuwaweka wachezaji kwenye utayari wa mechi hiyo. Na bahati nzuri tuna wachezaji ambao wako na uzoefu wa kuweza kufocus kwenye mechi hiyo. Nadhani tumepokea na tuko tayari na tumefanya maandalizi japo kidogo, lakini nafikiri maandalizi mengine tutamalizia kwa siku ya leo ili tuweze kuona tunaingiaje kwenye mechi hiyo ambayo tunafikiri kwamba kila mtu ambaye yuko tayari kwenye timu basi anaweza kutumika vizuri. Maswali kwa mwalimu kuelekea mchezo dhidi ya Young Africans? Maswali kwa mwalimu? Kocha, baada ya ushindi kwa Dodoma Jiji dhidi ya Yanga bado hajapatikana. Kwako wewe pengine tutarajia. Takwimu hizo zipo, lakini nafikiri huu ni mwaka mwingine na kuna technical bench nyingine tena, kuna wachezaji wengine tena. Kuna namna ambavyo tunaongea na sisi. Nafikiri Dodoma Jiji na washabiki wake ambao wamekuwa wakitegemea kuona wanapataje furaha, lakini pia sisi tuko na familia zetu, kwa maana ya benchi la ufundi. Kila mtu yuko na familia yake, anapenda kuona tukileta furaha kwenye familia zetu na wachezaji pia. Kwa hiyo kila mmoja anatumika kwa namna yoyote ile kuweza kupata furaha. Lengo la mechi kama hizi ni kuwapa waajiri wetu sisi furaha, lakini kuwapa watu ambao wanatusupport sisi furaha. Kwa nadhani furaha sio ya mtu mmoja, tunajaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana tupate at least namna ambavyo tunaweza tukaitangaza na sisi timu yetu kwa miongoni mwa timu kubwa kupitia mechi kama hizi pia, kwa sababu unapopata ushindi kwenye mechi kama hizi basi unatengeneza furaha kwa washabiki wako ambao wanakusupport, lakini sio rahisi. Tunafikiri kwamba kuna namna ya kufanya kazi yoyote ile inavyowezekana tuweze kupata matokeo haya, lakini kila kitu kinawezekana kwenye football. Swali kwa mwalimu, karibu. Kocha, mchezaji anatoka kwenye mechi ngumu ya ligi ya mabingwa na anatumia muda mwingi pia kusafiri kuja hapa nchini. Inawezekana akakuja na fatigue, lakini unahisia na sababu yake na namna ya kukabiliana na hiyo sana. Nadhani inawezekana ni faida kwako kwa benchi lako la ufundi, kwa sababu timu inawezekana ikawa na hiyo fatigue, na pengine maeneo gani hasa ambayo unaamini inaweza kusaidia wao kutoka kwenye hiyo tension kubwa kuja kucheza na nyie ambao pia nyie mtahitaji kucheza kwa tension kubwa ili pia kuamudu kwa kiasi kikubwa. Sisi mpinzani tunaenda kukutana naye amepoteza dhidi ya Al Ahly, lakini sisi hatuna uwezo wa Al Ahly. Tunafikiri tuna uwezo kama wa Dodoma Jiji. Sisi ni wale chono winner. So sisi tuna namna ya kwetu sisi ya kupata matokeo. So hatuwezi kuangalia kwa sababu hizi ni timu kubwa, zina wachezaji wengi zaidi ya kile kikosi kilichoweza kutumika. Na uwezi tabiri kwamba labda atakuja na kikosi cha aina gani. Tunachoweza kusema tu ni kwamba ni kuwa na heshima na timu ambayo, kwa sababu tunacheza na current champion. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na heshima na mtu ambaye ni bingwa kwa sasa hivi na timu ambayo moja timu bora katika ligi yetu. So sisi ndio tutakaocheza kwenye ubora wao, sio sisi kwenye ubora wetu. So tutaangalia ubora walionao. Yanga wana wachezaji hata kama wale ambao hawajatumika kwenye mechi ya Al Ahly ni wazuri. Huwezi kupredict kwamba mchezaji gani ambaye labda ni wa kawaida. Ile ni timu kubwa. So tutakachoweza kukiangalia ni namna ambavyo tutaingiaje sisi dhidi ya timu kubwa, sio dhidi ya mtu gani aliyecheza mechi ile. Dhidi ya timu kubwa, approach zao, system zao, wanachezaji. Then sisi tunaweza kuchezaje mechi hii away na dhidi ya timu kubwa, na tunaweza kupata chochote. Kama tunaweza kucheza kwenye ubora wao tukajaribu kustop ubora wao, kisha tukaangalia ile faida ambayo tunaweza tukaipata, basi itakuwa furaha kwetu, na ndicho kitu ambacho tunacho approach. Swali kwa mwalimu, karibu. Mchezo uliopita dhidi ya Tanzania Prison ukiwa nyumbani, walinzi wako walitumia kwa maana alifanya kazi kubwa sana ili kuokoa na kuwapa makosa washambuliaji wa Tanzania Prison kiasi cha kupelekea kupata ushindi wa goli 1-0. Wale Tanzania Prison hawa ni Young Africans. Tahadhari kiasi gani unakwenda kutengeneza hususan kwenye eneo la ulinzi ukizingatia unakwenda kukutana na timu ambayo imefunga magoli mengi kwenye ligi? Approach nzima huwezi ukaiweka kwenye eneo moja kwa sababu football ni collective. Kwa hiyo tunachofikiria tu ni kwamba approach ya Tanzania Prison na Yanga ni vitu viwili tofauti. Hata staili zao za uchezaji. Wale wako wanacheza direct football, kitu ambacho hatutegemei kutoka kwa Yanga. Yanga anacheza possession football. Always, sio watu wa kupiga mipira mirefu. So tuna change, tuna approach match by match, kwamba mechi hii inahitaji hiki, mechi hii inahitaji hiki.
Lakini pia tusisahau kwamba Tanzania Dodoma Jiji tuko na wachezaji wakubwa ambao nafikiri wako kwenye kaliba ile. Ukianalyze vizuri akina Abdi Banda, akina Nelson Munganga, profile zao ziko vizuri, akina Idi Kipagure. Tuna wachezaji akina Ali Salim. Ni wachezaji ambao kwenye situation kama hizi hapa, nadhani sisi kama walimu hatutumii nguvu kubwa sana kutengeneza kisaikolojia wachezaji wa namna ile. Kwa hiyo ninaamini kwamba na wenyewe pia tunapokuwa tunaingiza mambo ya kimbinu ni rahisi sana kuadapt na wanaweza kusaidia katika eneo hilo. Swali la mwisho. Karibu. Bwana, mawinga wako ili tukabili na Idi William. Walisema kufuatilia ni kama wanashindwa zaidi kutumia nafasi ambazo wanazipata. Game ya Young Africans ni game ambayo inahitaji chance unayoipata utumie. Hii inakuaje kwa wewe kama coach? Ukizungumzia au mawinga wawili nafikiri sio wao tu, ni lile eneo la juu zaidi, lakini ninachoweza kusema ni kwamba wakati mwingine ilikuwa inaweza kutokana na pressure ya timu kutokupata matokeo, kwa sababu kuna baadhi ya mechi ambazo tumezicheza huko nyuma tukawa tuna perform vizuri lakini tukawa hatujapata matokeo. Sasa ile pia inaweza ikajengeka hata kwenye vichwa vyao, lakini uwezi uka doubt uwezo wa Idi Kipagure katika kufunga, kwa sababu mchezaji ambaye kwenye level ya Premier League amefanya vitu vikubwa. Labda tunaweza tukamsemea Edgar William, lakini kwa Idi Kipagure nafikiri ni situation ya timu, lakini kwa kutoka kushinda mechi iliyopita na hapa tunakokwenda na mechi kama hizi pia na wenyewe wanaelewa umuhimu wao. Mimi ninaamini mambo yatabadilika, kwa sababu kila makosa yanayotokea kwenye mechi, basi sisi kama walimu tunaingia kwenye kiwanja cha mazoezi, tunajaribu kucollect na tunapata ule uzuri wao. Kwa hiyo tunategemea hata yale masahisho ambayo tumeyafanya kwenye training za hizi siku mbili yanaweza yakawasaidia na tukaingia kwenye mechi hii. Sio mechi yenye nafasi nyingi, lakini tunaamini hata hizo nafasi chache tutakazoweza kuzipata basi waweze kutumika kama ni nafasi moja ama mbili, na tuone namna ambavyo tutakavyokuwa tunaweza kuienda mechi baada ya kuwa tumetumika hata kwenye nafasi moja. Shukrani sana mwalimu. Asante. Mchezo mwema. Asante.